Mheshimiwa Mwenyekiti, nami naomba niendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kukutana hapa leo katika mkutano huu muhimu wa viongozi wa chama chetu cha Mapinduzi, ikiwa ni siku ya pili, siku ya leo. Nitumie nafasi hii kuwapongeza viongozi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi mkoa huu kwa kuendelea kusimamia chama kwa mashirikiano, nidhamu, uaminifu mkubwa. Mkoa wetu umeendelea kuwa nguzo muhimu ya ushindi na uhai wa Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, tunapoelekea uchaguzi mkuu wa chama chetu 2027, Chama cha Mapinduzi kimejipanga kuhakikisha uchaguzi huo utakuwa wa kidemokrasia, wenye nidhamu na mashirikiano. Tunawahimiza wanachama wote kuepuka makundi na kuendeleza siasa safi zinazolinda umoja wa chama chetu. Aidha, CCM tayari inaendelea kuimarika na msingi wake wa kuelekea uchaguzi mkuu wa dola wa mwaka 2030 kwa kuandaa viongozi wenye uwezo, maadili na uzalendo wa kweli, ili chama kiendelee kuwa chenye kuaminika na wananchi wote. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, nilitanguliza haya ili viongozi wetu waepuke usaliti, hasa kwenye mkoa wa Magharibi. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, Chama cha Mapinduzi tumeshinda majimbo yote kwenye mkoa wetu, lakini changamoto ilikuwepo kubwa ya usaliti kwenye baadhi ya majimbo, na niseme hapa kwa sababu tunazungumza viongozi wa tu, ili kuona tunakwenda sawa hapo tutakapoelekea kwenye matayarisho ya uchaguzi wetu wa Chama cha Mapinduzi. Kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, nawapongeza viongozi wa ngazi mbalimbali za chama na serikali kwa kazi kubwa wanayoifanya ya kuisaidia na kuwaletea wananchi maendeleo endelevu. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, tulipokuwa tukikunadi wewe, tulikuwa tukilandi ilani ya chama chetu, lakini tulikuwa tukieleza sifa na majukumu yako ambayo unayo wewe binafsi. Nilitamani angalau moyo na busara zako ni upate mimi Dimwa angalau nusu, lakini bado unaendelea kunishinda. Mheshimiwa, hongera sana kwa kazi kubwa ambayo unaifanya. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, kwa heshima kubwa tunakusubiri sasa kwa hamu kubwa tusikie maneno yako ya busara, hekima, miongozo na dira ya kuendeleza kutuongoza kwa uadilifu. Mheshimiwa Mwenyekiti wa mkoa wetu, narudisha kwako kwa hatua zinazofaa.